Sheria za Mungu, misingi mikuu ya imani ni miwili tu. Misingi mikuu ya imani, yani misingi mikuu ya imani ni miwili tu: sheria za Mungu na imani ya Yesu. Leo watu wameweka misingi mingi sana katika Biblia, misingi hii mara 28 mara 30. Misingi mikuu ya Mungu ni miwili. Misingi mikuu ya Mungu ni miwili tu: sheria za Mungu na imani ya Yesu. Ukisikia sheria za Mungu zimegawanyika katika sehemu mbili. Sheria za Mungu zimegawanyika katika sehemu mbili. Sheria za Mungu zimegawanyika katika sehemu mbili. Sheria za Mungu, sheria za Mungu namba moja, kuna utaratibu ambao Mungu alipanga namna kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Yaani kuna utaratibu, kila kitu kuna utaratibu. Hata serikali na utaratibu wake. Unaona na yaani kuna utaratibu wa kumwabudu Mungu na sheria za Mungu na nabii yake, upendo wa amri 10. Kuna upendo wa amri 10, kuna amri 10. Zile amri 10 ni upendo. Ule upendo zamani za kale, zamani zile ambapo Mungu alifanya haoni, katika ile ya kwanza mpaka ile ya 4 akasema usiabudu kitu chochote kile. Aliposhuka kwenye mlima ule Sinai, katika Nehemia, Mungu alishuka kwenye mlima Sinai, watu wakataka kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu. Eti watu wanataka wamuone Mungu, wanamwambia Musa, tunataka tumuone Mungu. Eli wewe mwenye dhambi mwanadamu mwenye dhambi, utawezaje kumuona Mungu? Mungu akapa utisho, mlima Sinai ukatoka moshi, watu wakaogopa kuongea na Mungu. Wakasema, wewe Musa, kaongee naye huyo Mungu wako ili tuweze kusikiliza maagizo yake. Mungu akashuka kwenye mlima Sinai akawapa maagizo, dini zilisi kwa wazazi. Eti leo watu dini wanalizi kwa baba yako, kwa mama yako, kwa mke wako, kwa mtoto wako. Dini hazilisi kwa wazazi. Ndio maana hata leo ukifa wewe, watu wanakudumbukiza kwenye mashimo kule udongo, na kuacha huko, baba yako anakuacha huko, mama yako anakuacha huko, unajijua mwenyewe. Dini zilisi kwa wazazi. Akashuka kwenye mlima Sinai akawatambulisha amri 10. Siabudu kitu chochote kile, ni mimi Bwana Mungu wako. Akaweka kuna ile amri ya kwanza mpaka ya 4, zile za kumpenda Mungu, za upendo wa Mungu. Kuanzia ile ya 6 mpaka ile ya 10, heshimu babako na mama yako, usiue, usiibe, usitamani, yaani zile 6 za kupendana sisi kwa sisi. Ile ya kwanza mpaka ya 4 za kumpenda Mungu. Alipokuja Yesu sasa akatawala sabato yote. Nyinyi nataka kuonekana yaitwa imani ya Yesu. Yaani imani ya Yesu. Ukisikia imani ya Yesu, sheria za Mungu, naomba leo kwanza, sheria za Mungu, kuna utaratibu ambao Mungu aliweka namna kumwabudu yeye. Alafu akaweka amri zile 10. Ambapo hiyo ilikuwa katika ile ishara ya 12 kwenye mwezi. Tumejengwa juu, alianza wale manabii wakatoa nabii. Sasa mitume alivyokuja, inaitwa imani ya Yesu. Imani ya Yesu ni kuamini jina la Yesu ni jina la Mungu. Yohana 5:43, kwamba jina la Yesu, huyu Yesu ndio jina la Mwenyezi Mungu. Akaja kujitambulisha jina lake Mungu katika Yohana 17:6, Yohana 17:6, Yohana 17:6, Yohana 17:12, Yohana 17:6, Yohana 17:12. Mungu akaja kutambulisha jina lake kwamba yeye jina lake anaitwa Yesu. Akaja akajitambulisha mwenyewe kwamba yeye anaitwa Yesu. Kwa hiyo ukisikia imani ya Yesu ni kuamini kwamba jina la Yesu ni jina la Mwenyezi Mungu. Na ushuhuda wa Yesu, imani ya Yesu imegawanyika katika sehemu mbili vile vile, A na B. Ukisikia ushuhuda wa Yesu, ushuhuda wa Yesu ni kwenda kubatizwa kwenye maji mengi, tena kwa jina la Yesu, upate roho wa Yesu. Ukisikia ushuhuda wa Yesu ni kupata roho wa Yesu. Imani ya Yesu imegawanyika katika vipande viwili.
Imani ya Yesu, namba moja, kuamini jina la Yesu ni jina la Mwenyezi Mungu. Namba mbili, ushuhuda wa Yesu wa kwenda kubatizwa kwa jina la Yesu. Unaingia ndani ya maji mengi. Kwa hiyo misingi mikuu ya Mungu ya imani ni miwili: sheria za Mungu na imani ya Yesu. Sheria za Mungu ni amri za utaratibu wa kumwabudu Mungu na upendo wa amri 10. Imani ya Yesu ni kuamini jina la Yesu ni jina la Mungu, Yohana 5:43 na Yohana 17:6 na Yohana 17:12. Ndio jina la Mungu. Ushuhuda wa Yesu ni kupokea Roho wa Yesu kwa kwenda kubatizwa ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu. Na ndio maana Mungu alipokuja katika mwili akamwandaa mtu anayeitwa Yohana Mbatizaji. Elizabeth akapata mimba, akaenda kuishi kule polini, akafundishwa masuala ya Mungu, kumwandaa Yohana Mbatizaji kwamba watu lazima waende kubatizwa kwa ajili ya toba. Lakini akaja Yesu kwamba waende kubatizwa kwa jina lake. Na ndio maana wale wanafunzi wa Yohana waliobatizwa kwa Yohana katika Matendo ya Mitume, unaangalia Matendo ya Mitume ile 19:1-7, Matendo ya Mitume 19:1-7, wanafunzi wa Yohana waliobatizwa na Yohana Mbatizaji walikwenda kubatizwa tena kwa wanafunzi wa Yesu, tena kwa jina la Yesu. Wakina Petro, kina Paulo wakawauliza, nyie wanafunzi wa Yohana, mliobatizwa wa Yohana mlipokea Roho Mtakatifu? Wakasema hapana, wala kusikia. Sisi tulibatizwa kwa ubatizo wa toba. Sasa ubatizo wa toba maana yake ni kutubu dhambi. Mlikuwa mna dhambi. Kwa hiyo tunatakiwa twende tukabatizwe kwa jina la Yesu ili tupate Roho wa Yesu. Na ndio maana Yohana 1:12-13, Yohana 1:12-13, wote waliompokea Bwana Yesu walikwenda kubatizwa kwa Mungu. Yaani Yohana 1:12-13, huu unaitwa ushuhuda wa Yesu. Wote waliompokea Bwana Yesu wanakwenda kubatizwa kwa Mungu. Warumi, ndio maana ile Warumi 6:1-13 akasema, Warumi ile 6:1-13 kwamba tukazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo ili tuweze kupata Roho wa Yesu. Unapokwenda kubatizwa kwenye maji mengi, maana yake kwamba unakuwa umefia. Ndio mfano wewe kufa, unafia ndani ya maji mengi na kufufuka na Yesu Kristo. Kwa tumejengwa juu ya wanafunzi wa Yesu na wanafunzi wa Musa. Tumejengwa juu ya wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu katika Efeso ile 2:20-22 tumejengwa juu ya mitume. Ukisikia mitume ni wale wanafunzi wa Yesu. Wale wanafunzi wa Yesu, Matendo ya Mitume, ndio tuliojengwa nayo pamoja na mwezi ambao ni manabii ambao Mungu alituma kina Nuhu, akatuma kina Elia, akatuma kina Elisha, kina Elia, kina Elisha, akatuma manabii kuelekeza mipango yake namna ya kupata uzima milele. Kwamba hapa duniani hakuna starehe, hakuna raha. Hapa duniani tunapita, tunaondoka. Kwa tujipange, tujiandae kwa ajili ya kupata uzima milele, kwenda kuishi maisha mengine, kwa sababu dunia imekwisha chafuka. Kwa hiyo Mungu akasema tumejengwa sasa juu ya wale wanafunzi wa Yesu. Baada ya Mungu kujifanya haoni zamani zile, sasa anaona katika ile Waebrania ile 1:1-5, zamani zile Mungu akajifanya haoni. Sasa akatuma mtu anaitwa Yesu. Yeye katika yeye aliufanya ulimwengu. Tena hakuna mtu aliyomwita jina lake kwamba huyu ataitwa Baba au huyu ataitwa Mwana. Katika ile Waebrania ile 1:5 kwamba huyu Yesu ataitwa Mwana au ataitwa Baba, ataitwa. Hakuna mpango huo. Ulikuwa ni mpango wa ukombozi, kumkomboa mwanadamu. Sasa Mungu katika Efeso ile 2:20-22 tumejengwa juu ya wale wanafunzi wa Yesu ambao tunaitwa nyota, taji. Wanafunzi wa Yesu ambao ndio nyota, pamoja na manabii. Ufunuo Yohana 12:1, na shetani naye ana mfumo wake katika ile 12:3. Unaona Kwa hiyo katika Isaya 8:20 ndio nasema tuenende kwa sheria na ushuhuda. Ukisikia sheria, utaratibu wa Mungu. Ukisema hapa duniani hakuna sheria, maana yake kwamba hapa duniani hakuna shetani. Shetani ameshakufa, hayupo. Ndio maana hata Warumi akasemaje kwamba
wewe upo kwenye dhambi unasemaje kwamba hakuna sheria za Mungu? Hata serikali leo ina katiba, ina utaratibu, wakajitengezea taratibu zao. Wananchi ndio ni nchi, wakachagua wakaweka wabunge wawakilishi wao, wakaweka mahakama, wakaweka magereza. Kwa hiyo wakaweka utaratibu, na mfumo huu uliigwa kupitia kwa Mungu. Baada ya Mungu zamani zile, alikuwa kabla ya dhambi, kulikuwa kuna mfumo huo, alikuwa anatumia wafalme ndo kama maraisi, lakini haki haikuwa inatendeka. Rushwa zinasambaa. Mungu akajiondoa kwenye mambo ya kifalme. Kina Sauli kabidi watoe, kina Selemani, kina Daudi kabisa hawaachie utawala wanadamu wenyewe waweze kujitawala wenyewe, kwa sababu wamekataa mfumo wa utaratibu namna kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo katika Isaya 8:20 akasema tuenende kwa sheria za Mungu na ushuhuda. Ukisikia ushuhuda ni kwenda kubatizwa kwa jina la Yesu. Na ndio maana Isaya 28 ile 9 mpaka 13, Isaya 28 9 mpaka 13. Wewe mtume, eti mimi ni mtume. Wewe nabii, eti mimi ni nabii. Wewe mchungaji, eti mimi ni mchungaji. Wewe askofu, wewe utamfundisha nani maarifa? Nani utamfundisha habari za kwenda kupata uzima milele? Manake ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni. Mashahidi wanakuwepo, mashahidi. Hata serikali na mashahidi. Na ndio maana rais anapokuwepo pale kunakuwa na mashahidi wa bunge, kuna mashahidi mahakama, kuna mashahidi. Wetu kapata uthibitisho kwa jambo moja, lazima kuwepo na mashahidi. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe alipokuja katika dunia hii akaweka mashahidi wake 12 kuthibitisha jambo lake. Na hata kabla Yesu hajaja alitoa mitume kwa ajili ya ushahidi. Huwezi ukapata jambo moja ukalithibitishwa ukasema hili lenyewe pasipokuwa na ushahidi. Kwa hiyo Mungu akasema utamfundisha nani maarifa? Eti duniani hakuna dhambi, eti leo tunaabudu siku yote tunayotaka sisi, wengine huku wengine hakuna kitu kama hicho. Na ndio maana Isaya akasema nimelinganisha hili na hili ili kuitafuta jumla. Kama unaangalia hapa Mungu kasema, hapa Mungu kasema, hapa Mungu kasema, katika jumla yote unapata maarifa kamili. Unajua hichi ndicho chenyewe ambacho Mungu alichokisema. Na ndio maana Ufunua Yohana, ukisoma ile Ufunua Yohana 12:17 akasema joka akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya uzao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Shetani akaondoka zake, joka shetani akafanya vita juu ya wazao wake waliosalia wa Sabato ambao waliokubali kumtii Yesu na ushuhuda wa Yesu, akaenda kubatizwa kwa jina la Yesu katika Ufunua Yohana ile 12:17. Kumbukumbu la Torati 5 6 mpaka 10 akasema Mungu na warehemu maelfu kwa maelfu hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Yani mpaka sasa hivi kizazi cha 4 cha wanaomchukia Mungu, lakini Mungu anaowapenda ni wale wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu mpaka sasa hivi. Na ndio maana Zaburi akasema watakatifu ni wale ambao walioshika sheria za watakatifu waliopo duniani ni wale ambao wanashika sheria za Mungu na imani ya Yesu katika Mhubiri. Kwa hiyo ndugu zangu, unaangalia hapa Mungu kasema, hapa Mungu kasema. Na ndio maana hata Mhubiri mwenyewe akasema katika 12:13, Mhubiri 12:13 akasema kwamba utamfundisha nani maarifa? Akasema ni amri juu ya amri, na huku ndiko kumpenda Mungu, hao zishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo lazima ushike sheria za Mungu na uwe na imani ya Bwana Yesu, ndipo unakuwa umempenda nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao Mungu aliouweka namna ya kwenda kumheshimu Mwenyezi Mungu. Kuna utaratibu, sio kila jambo kwamba unaweza kulifanya kwa jinsi unavyotaka wewe. Hapana, utaratibu upo na mfumo upo na Mungu aliuweka ili wanadamu wapate kwenda kumheshimu Mwenyezi Mungu. Na ndivyo maana Mhubiri akasema ile 12:13, kusoma kitabu kile cha Mhubiri 12:13. Hii ndio jumla ya maneno yote yalivyokwisha kusikiwa kwamba mcheni Mungu na uzishike amri zake, hivyo ndivyo mpasavyo mtu. Kwamba umche Mungu na uzishike amri zake, hivyo ndivyo ambavyo nampasa mwanadamu. Katika ile Mhubiri 12
Mhubiri 12:13, Yeremia 56. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Yaani wanadamu leo wamepotoshwa na wachungaji, wamepotoshwa na mitume. Wengine wanajiita manabii, wengine wanajiita maaskofu. Watu wanafuata mitume wao, wanafuata manabii wao. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. 56, Yeremia 56 asema watu wangu mimi wamekuwa kondoo waliopotea, kwa sababu wachungaji wao wamewapotosha, wamepeleka milimani, kuwapeleka kwenye moto. Wamesahau mahala pao pa kwenda kufanyia ibada. Katika kitabu kile cha Yeremia 56. Nehemia 9, ukisoma kitabu kile cha Nehemia 9:12-15, Mungu alishuka kwenye mlima Sinai akawatambulisha sabato yako takatifu wanadamu. Mungu alishuka kwenye mlima Sinai akawatambulisha wanadamu, akawajulisha wanadamu, akawafundisha wanadamu. Na ndio maana Mungu huwa anashuka na watambulisha wanadamu. Leo dini hazirisiwi kwa wazazi. Dini, yani masuala ya dini unatafuta mwenyewe. Unaangalia jinsi gani ya kwenda kumheshimu Mwenyezi Mungu. Unaangalia jinsi gani ambavyo mimi niweze kuishi hapa duniani na kwenda kumheshimu Mwenyezi Mungu, kwamba dini nikatafuta mimi mwenyewe. Sio kama dini unaitafuta kwa baba yako, eti dini zinarisiwa kwa wazazi, eti dini hazirisiwi kwa wazazi. Rafiki yangu, dini unaangalia mwenyewe kwamba Mungu amesemaje katika masuala ya imani. Mungu amesemaje? Na ndio maana akawaambia kabisa katika ile kitabu kile cha Nehemia 9:12-15, Wathesalonike wa pili ile 2, Wathesalonike wa pili ile 2:7-12, Wathesalonike wa pili 2:7-12. Leo watu wanafuata miujiza kupata pesa, makaratasi yanayooza, vitu vya kuoza. Watu wanahangaika na madini na mawe. Mawe hayataisha, maarithi, kupata uzima. Wanataka kutafuta uzima wa milele, kuitafuta kweli. Leo wanadanganywa na miujiza. Matapeli wanafanya miujiza. Waganga wa kienyeji, wachungaji leo wamekuwa ni matapeli, ni waganga wa kienyeji. Katika Wathesalonike wa pili ile 2:7-12 wamepotea, wamefuata udhalili na Mungu amewapotosha. Mungu amewapotezea sasa, na Mungu amewasaulisha kwa sababu amekubali miujiza badala ya kuamini kweli ambao Mungu aliosema. Na ndio maana Wathesalonike wa pili ile 2:7-12, watu wamekuwa kondoo waliopotea. Sasa wanafuata miujiza iliyoko kwa ajili ya watu ambao hawana imani. Mtu mwenye imani anafuata kweli kile ambacho Mungu alichokisema. Na ndio maana Timotheo ile wa kwanza 3:1-13, Timotheo wa kwanza 3:1-13. Wachungaji ni wanaume. Leo angalia katika dunia hii, wachungaji leo ni wanawake, kina mama. Eti mwanamke ndo anakuwa mchungaji. Wapi napi mwanamke akawa mchungaji, mpatanishi kati ya binadamu na Mungu? Maumbile yake amiaoni? Wale wanafunzi wa Yesu, wale mitume wa Yesu, kina Petro, kina Paulo, wakasema jamani, mwanamke maumbile ya mwanamke ni kivutio kwa mwanaume. Hata sauti yake, yani sauti yake tu yenyewe, sauti ya mwanamke ni kivutio kwa mwanaume. Sauti yake, hamuoni? Maumbile yake hamuyaoni? Mwanamke mnampa kuwa mchungaji. Wapi na wapi mwanamke akawa mchungaji? Mashemasi. Kasome hicho kitabu cha Timotheo wa kwanza ile 3:1-13. Wanaume ndio wachungaji, ndio wapatanishi kati ya wanadamu na Mwenyezi Mungu, na mashemasi ni wanaume na sio wanawake. Unaona? Na ndio maana Yeremia 8:19-22, Yeremia 8:19-22. Leo wanawake wamemvalia Mungu sketi, kaniki. Mungu anawashangaa, wamemvalia sketi mwanamke. Yaani wanawake wamevaa sketi, wamemvalia kaniki, maumbile yake, wanapatisha binadamu na shetani. Kasome kitabu kile cha Yeremia 8:19-22, kwamba mwanamke, leo dunia hii mnaweka wanawake kuwa wachungaji, wapatanishi. Wapi na wapi? Mtabako huko makanisani. Yaani mwanamke unaongea, sauti yako tu ni kivutio kwa mwanaume. Na ndio maana Wakorintho wa kwanza 14
Wakorintho wa kwanza 14:32 mpaka 35. Wakorintho wa kwanza 14, Wakorintho wa kwanza 14:32 mpaka 35. Roho za manabii watii manabii. Mungu alipokuja katika dunia hii, wapi na wapi alianza? Kina Adamu, kina Musa, kina Elia, kina Ibrahimu. Roho za manabii watii manabii. Yesu akaja akatuma wale mitume 12. Roho za manabii watii manabii, na ndivyo ilivyo katika makanisa yote walio watakatifu. Wanawake wanyamaze kimya katika kanisa, bali waulize waume zao kule majumbani mwao, mwanamke wapi na wapi akampatanisha kati ya binadamu na Mungu? Kuna nafasi ambazo wanawake wamepewa, ukaribishaji, wanawake na sifa za kuwa secretary, ukaribishaji, upendo wao, usafi nini, kuna katakata. Yani kuna taratibu ambao Mungu aliopanga. Ndio maana Waefeso, kasoma ile Waefeso ile 4:5 mpaka 11. Waefeso 4:5 mpaka 11. Anasema imani moja, Bwana mmoja, na katika yeye aitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa walimu. Karama zote kazitoa Yesu mwenyewe. Kasome Waefeso ile 4, Waefeso ile 4:5 mpaka 11. Mnashindwa kuelewa wapi? Unaona? Na ndio maana Ufunuo Yohana 19:10 anasema roho, mshuhudieni Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Unaangalia ushuhuda wa Yesu kwamba huyu ametoa ushuhuda. Mshuhudieni Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii, katika Ufunuo Yohana 19:10. Ufunuo Yohana 19:10. Angalia pia waraka wa kwanza wa Yohana ile 2:1 mpaka 6. Waraka wa kwanza wa Yohana 2, waraka wa kwanza wa Yohana ile 2:1 mpaka 6. Kwamba kama mnampenda Yesu, mwenende kama vile Yesu alivyoenenda, katika ile Luka 4:16. Kila siku ya Sabato Bwana Yesu mwenyewe akaitwa Bwana wa Sabato, akaenda kusali kila siku ya Sabato, na wanafunzi wa Yesu wakatoka kitabu cha Matendo ya Mitume, wakaendelea kuabudu kila siku ya Sabato. Wapi na wapi kwenda kuabudu siku ya kwanza ya juma, ya Jumapili, si Ijumaa, wapi na wapi? Malaika watatu wale baada ya kufanya matengenezo yanavyofaa. Leo malaika 4 tunamaliza kazi. Roho za manabii watii manabii. Tunaiga mfumo wa Yesu alivyoutenda. Wanafunzi wa Yesu katuwekea utaratibu. Na ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana ile 2:1 mpaka 6 akasema muenende kama vile Yesu alivyoenenda, Luka 4:16. Siri ya imani ni Sabato ya siku ya 7 na ubatizo kwa jina la Yesu. Yaani ukisikia siri ya imani, siri ya imani, bwana mimi nataka kufahamu siri ya imani. Siri ya imani ni ipi? Mimi nakufanulia Pastor Makerubi. Siri ya imani ni kujua Sabato ya siku ya 7 na ubatizo kwa jina la Yesu. Waebrania 4:4 mpaka 11. Waebrania 4:4 mpaka 11. Ibakia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu ni wa Sabato, kwa sababu ukiingia ndani ya Sabato sasa utafuata mfumo wa namna kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kuna utaratibu ambao Mungu aliopanga katika ile Waebrania ile 4:4, Waebrania 4:4 mpaka 11, na Mwanzo 2:1 mpaka 4. Mwanzo 2:1 mpaka 4. Mwanzo 2:1 mpaka 4. Kwamba Mungu akaibariki ile siku ya 7 akaweka kuwa alama ya Mungu. Alama ya Mungu ni ya siku ya 7, ya siku ya Sabato. Hiyo ndio alama ya kumheshimu Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio alama ya watu ambao wanaokwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na ukisikia imani ya Yesu ni kuamini kwamba jina la Yesu ni jina la Mungu. Unaomba kwa jina la Yesu. Hiyo inaitwa imani ya Yesu. Siri ya imani kwamba jina la Yesu ni jina la Mungu, lakini pia uende ukabatizwe kwa jina la Yesu. Kasoma ile Wagalatia 3:27, Wagalatia 3:27 na Wakolosai ile 2:12. Hizo ni siri ya imani. Wagalatia 3:27 anasema, Wagalatia 3:27, Wagalatia 3:27. Asa maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Yaani ninyi wote mliokwenda kubatizwa kwa Kristo Yesu mmemvaa Kristo. Yaani ukibatizwa kwa jina la Yesu
umemvaa Kristo. Wakolosai 2:12. Angalia pia Wakolosai 2:12. Anasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Unapoingia kwenye maji mengi unakuwa umezikwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo, na mkafufuliwa naye katika ubatizo kwa kuziamini nguvu za Mungu kwa kwenda kubatizwa kwa jina la Yesu, kwa sababu mamlaka yote ya duniani na hapa duniani na mbinguni yako kwa Bwana Yesu, na huyu ndiye ambaye atakaye kuja kuhukumu dunia hii. Basi unaweza ukaandika, unaweza ukarekodi kama una simu yako, ili nikuelekeze vizuri ufahamu misingi mikuu ya imani ya Mungu. Ni miwili tu. Naomba uandike kwenye simu yako. Naomba urekodi taarifa hii, ujue misingi mikuu misingi mikuu ya imani ya Mungu ni miwili tu: sheria za Mungu na imani ya Yesu. Sheria za Mungu na imani ya Yesu. Narudia tena, uandike, usikilize na ufuatilie kwa umakini. Misingi mikuu ya imani ya Mungu ni miwili tu. Moja ni sheria za Mungu na pili ni imani ya Yesu. Sheria za Mungu zimegawanyika katika sehemu mbili. Amri za utaratibu wa kumwabudu Mungu, nabii yake ni upendo wa amri 10. Amri za utaratibu wa kumwabudu Mungu, kwamba kuna utaratibu ambao Mungu alioweka namna kuweza kumwabudu yeye, na upendo wa amri 10, aliweka sheria zake, amri zile 10 zile zinazoleta upendo. Imani ya Yesu, ya pili ni imani ya Yesu. Imani ya Yesu imegawanyika katika sehemu mbili pia. Ni kuamini jina la Yesu ni jina la Mungu, Yohana 5:3 na Yohana 17:6 na Yohana 17:12. Andika ukatafakari na Mungu akusaidie siku moja uweze kupata uzima milele. Kwamba imani ya Yesu kwamba ni kuamini jina la Yesu ni jina la Mwenyezi Mungu. Unaona? Na ushuhuda wa Yesu ni kupokea roho wa Yesu kwa kwenda kubatizwa ndani ya maji mengi kwa jina la Yesu. Matendo 17:1-7. Andika Matendo 19. Matendo 19:1-7. Matendo 19:1-7. Yohana 1:12-13. Warumi 6:1-8. Huo ni ushuhuda wa Yesu. Tumejengwa juu ya wanafunzi wa Yesu na wanafunzi wa Musa. Tumejengwa juu ya wanafunzi wa Yesu na wanafunzi wa Musa. Andika Waefeso 2:20-22. Tumejengwa juu ya wale nyota. Nyota ni wanafunzi wa Yesu, na manabii. Manabii ni kina Musa na wanafunzi wa Musa pamoja. Manabii wale kina Nuhu wote waitwa manabii mwezi. Katika ile Ufunuo 12:1. Isaya 8:20. Tuenende kwa sheria na ushuhuda wa Yesu. Isaya 8:20. Andika Isaya pia 28:9-13. Isaya 28:9-13. Andika Ufunuo 12. Isaya 28:9-13. Utafuta nani maarifa ya kwenda mbinguni wewe mchungaji? Manake ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni. Unakuwa na uthibitisho na mashahidi. Angalia pia, andika pia Ufunuo Yohana 12:17. Shetani akamkasirikia, shetani joka akamsirikia yule mwanamke kanisa, wazao wake wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Katika Ufunuo Yohana 12:17. Kumbukumbu la Torati 5:6-10. Mungu anawarehemu maelfu wampendao toka kizazi cha 3 mpaka kizazi cha 4, wanaoshika sheria za Mungu, utaratibu wa kumheshimu Mungu. Andika pia Mhubiri 12:13. Hii ndio jumla maneno yote yaliyokwisha kusikiwa. Muabudu Mungu na kuzishika amri zake, hivyo ndivyo ninavyompasa mwanadamu. Andika pia Yeremia 50:6. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea kwa sababu wamesahau mahala pa kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu. Andika pia Nehemia 9:12-15. Mungu alishuka kwenye mlima Sinai akawatambulisha wanadamu taratibu zake. Dini hazirisiwi kwa baba, kwa mama, kwa mke, kwa watoto na kwa wazazi. Dini unalisi mwenyewe unavyotaka wewe. Andika pia Wathesalonike wa pili 2:7-12. Leo watu wanafanya miujiza. Mungu hapatikani kwenye miujiza. Mungu leo anapatikana katika kweli. Waabudiwa halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Yaani katika roho, kwamba hii ni roho inakuelekeza kweli kupitia maandiko. Andika pia Timotheo wa kwanza 3:1-13. Timotheo wa kwanza 1
mpaka 13. Wachungaji ni wanaume na sio wanawake. Wanawake sio wachungaji. Wachungaji ndio wapatanishi kati ya binadamu. Makuhani, ukisikia makuhani, wachungaji ni wanaume na mashemasi ni wanaume, katika Timotheo wa kwanza 3:1 mpaka 13. Andika pia Yeremia 8:19 mpaka 22. Mungu anasema mwanamke maumbile yake hamyaoni? Leo mmemvalia kaniki, mmemvalia masiketi wapi na wapi mwanamke. Kaandika pia Wakorintho wa kwanza 14:32 mpaka 35. Wakorintho wa kwanza 14:32 mpaka 35. Roho za manabii watii manabii. Unaenda kama vile mitume na manabii walivyofanya. Andika pia Waefeso 4:5 mpaka 11. Waefeso 4:5 mpaka 11. Kwamba imani moja, ubatizo mmoja, na katika yeye huyo Mungu alitoa mitume, akatoa manabii, akatoa wainjilisti, akatoa wachungaji, akatoa walimu, na kalama zote kazitoa yeye, kisha kapaa kaenda juu mbinguni. Andika pia Ufunuo Yohana 19:10. Akasema mshuhudieni Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Unaangalia kile ushuhuda wa Yesu alichokifanya. Kasome pia waraka wa kwanza wa Yohana 2:1 mpaka 6. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1 mpaka 6. Tuenende kama vile Yesu alivyoenenda, kama tunampenda Yesu. Katika ile Luka 4:16, akaenda kuabudu kila siku ya saba ya Sabato. Nawe fanya kama vile wanafunzi wa Yesu pia walivyofanya. Siri ya imani ni Sabato ya siku ya saba na ubatizo kwa jina la Yesu. Ukisikia siri ya imani ni Sabato ya siku ya saba na ubatizo kwa jina la Yesu. Waebrania 4:4 mpaka 11. Imebakia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Waebrania 4:4 mpaka 11. Mwanzo 2:1 mpaka 4. Akaibariki siku ya saba, akaweka alama yake ya kumwabudu Mungu, ikaweka katika ile siku ya saba. Siri ya imani ni ubatizo kwa jina la Yesu. Ukisikia siri ya imani ni ubatizo kwa jina la Yesu. Wagalatia 3:27. Andika Wagalatia 3:27. Andika Wakolosai 2:12. Mamlaka yote ya duniani na mbinguni yako mikononi mwa Bwana Yesu, na yeye ndiyo mwenye mamlaka yote hapa duniani. Na ndio maana Wagalatia 3:27 akasema hivi: maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Yaani wote mtakaobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Warumi 2:12 akasema kwamba mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyomfufua katika wafu. Ndugu zanguni, mamlaka yote ya duniani na mbinguni yako mikononi mwa Bwana Yesu. Tubarikiwe, tukutane mbinguni. Amina.